Naam, tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2026 unafufua makovu ya mwaka 2024 ambapo makumi ya mamia wa Kenya waliuliwa wakiandamana wakipinga mswada huo. Mswada unapendekeza ushuru zaidi kwenye bidhaa ambapo Wakenya hutumia kila siku kama vile simu, maji ya chupa na bidhaa za plastiki. Aidha, mamlaka hukusanya ushuru nchini KRA imepewa mamlaka zaidi ambapo itakuwa na uwezo pia kuchunguza uwezo ulipaji ushuru, kuadhibu wafanyabiashara wadogo kwa kufeli kwa mifumo ya kielektroniki, miongoni mwa mambo mengine. Anavyoarifu Alan Ochanda, mapendekezo hayo pia yanawadia miezi 15 tu kabla uchaguzi mkuu mwaka 2027, huku Mkenya wa kawaida akiwa pabaya kiuchumi. Miaka miwili tu baada ya Wakenya kuelezea ghadhabu yao mitaani kuhusu mswada wa fedha mwaka 2024, na mwingine umependekezwa wa mwaka huu ukionekana pia kuwa na mapendekezo mazito, ushuru kwa bidhaa zinazotumika na Wakenya kila siku ukiongezwa. Mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliongeza ushuru kwa bidhaa kama vile mkate, hatua iliyowahamakisha Wakenya. Mswada wa fedha mwaka 2026 hata hivyo unapendekeza ushuru kwa bidhaa kama maji. Wakenya wanaoishi mijini kwa kawaida hununua maji. Bidhaa hiyo muhimu kwenye mapendekezo ya mswada wa mwaka 2026 itashuhudia ongezeko la shilingi 64 kwa kila lita 10. Lita moja ya sharubati isiyo na sukari itagharimu shilingi 14 zaidi, huku iliyo na sukari ikigharimu shilingi 20 zaidi. Makaa ambayo hutumika sana mitaani kupika, kwa mara ya kwanza huenda gharama yake iongezeke na shilingi 5. Bidhaa za plastiki kama vile ndoo na beseni aidha gharama yake itaongezeka kwa 10%. Michezo ya kamari haijasazwa kwenye mapendekezo hayo, kwani 20% ya mapato itakatwa. Aidha, mapendekezo mengine ni kuipa mamlaka zaidi mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA. Mswada huo ukipendekeza KRA kuwa na uwezo wa kudukua na kupata maelezo ya ushuru na faini kwa kufeli kwa mfumo wa kielektroniki. Muda wa kutoa maelezo kuhusu fedha, yani tax return filing, kulingana na mswada huo unastahili kupunguzwa kutoka miezi 6 hadi miezi 4. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza ada inayokatwa kwenye petroli na diseli ya kukarabati barabara imepunguzwa kutoka shilingi 3 hadi shilingi 1.80. Mswada huo uliowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya fedha kwenye bunge la kitaifa Kuria Kimani huenda uzue joto jingine la kisiasa, kwani Wakenya wamekuwa wakilalama kuhusu gharama ya juu ya maisha. Alan Ochanda, KTN. Naye Rais William Ruto amepuuzilia mbali madai